Rais wa Marekani pia amekosoa vikali kinachoendelea kule Lebanon. Tukumbuke hivi karibuni waziri wa ulinzi wa Israel alisisitiza kuwa wanajeshi wa nchi hiyo wataendelea kubakia kusini mwa Lebanon. Idara ya nchi ya Marekani imesema inatarajia Israeli kuheshimu masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano na kujiondoa katika maeneo yaliyokubaliwa. Katz ambaye ni waziri wa ulinzi wa Israel alitoa kauli hiyo wakati wa ziara yake kusini mwa Lebanon, ambako alithibitisha kuwa vikosi vya Israel vitaendelea kubomoa nyumba zote katika eneo hilo. Waziri mkuu wa Lebanon Nawaf Salam amesema hatua ya Israel ya kubomoa nyumba hizo inakiuka sheria za kimataifa. Makubaliano hayo yanatakiwa wanajeshi wa Israel kuondoka katika maeneo ya kusini mwa Lebanon, huku jeshi la Lebanon likichukua jukumu la kudhibiti silaha za Hezbollah. Wakati huo huo, mawaziri wa Israel wameendelea kutoa kauli kali kuhusu msimamo wao kisiasa, huku uchaguzi ukikaribia. Israeli haijaondoka Lebanon. Makubaliano ni kama yanayumba, yapo kama hayapo. Israeli hawezi kuondoka Lebanon, wala vile vile Israeli hawezi kuiacha Palestina. Huo umekuwa ni msimamo mkali sana wa serikali ya Likud. Chama cha Benjamin Netanyahu ameshaika wazi kabisa kwamba wao tishio lao kubwa sasa kutokana na mtazamo wao ni hao wapiganaji wa kiharakati wa Hezbollah ambao wamekuwa wakijaribu kutishia kinachoitwa usalama wa taifa la Israel. Lakini kumbuka, kuendelea kwa Israeli kuweza kukalia maeneo ya Lebanon na kuweza kubomoa nyumba na makazi ya kiraia, manake inaweza siku moja ikaprovoke mzozo kati ya Irani pamoja na Israeli. Tukumbuke makubaliano ambayo au mazungumzo ambayo Irani pamoja na Marekani wamekuwa wakiyafanya ni kupelekea ceasefire kwa washirika wake wa kikanda, ikiwemo Hamas, ikiwemo Houthi pamoja na Hezbollah. Sasa kitendo cha Israeli kusema kwamba hawataondoka Lebanon na hawataondoka katika eneo la Gaza, maana ni kwamba inaonyesha kwamba inaweza ikawachochea siku moja Iran kujaribu kuwatetea washirika wake wa kikanda. Sasa kitendo vile vile cha Iran kuanza vita vile vile na Israel, maana ni mlipuko mwingine. Maana ni kwamba sasa ukiangalia future ya mbele, yani uone kwamba siku moja eti mashirika ya kati itakuja kuwa sawa, kwa sababu kwa hadi jinsi ilivyo, kwa kweli Israeli msimamo wake upo wazi kabisa kuhusu ambao wanaitwa washirika wa Irani katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati. Haya bana, asante kwa unaoendelea kutuandikia ujumbe wako. Nchi ya Irani ina jumla ya mikoa jamani, ulihesabu mikoa ulivyoenda na wilaya, anasema ina jumla na mikoa na wilaya ngapi? wana miji kama wana miji 33 kama Dar es Salaam, kama miji 33. Asante bana kwa swali lako. Anasema anaitwa yupo Arusha pale. Haya, asante. Mwingine alituandikia ujumbe anasema, hebu tuambieni jamani, wa Marekani wana kipi cha kujivunia kuhusu uongozi wa Trump? Hata kimoja binafsi sielewi. Anaitwa Aidan Julius kutoka Kibanda Maramba, Tanga. Trump kazi kubwa ambayo ameifanya duniani ni kuvuruga wapinzani wake. Na hii bwana Mtei, basi tuje tuzungumze vizuri. Wanataka wajivunia Marekani jambo kama hili. Unajua nchi za dunia ya kwanza, kiongozi hauchaguliwi kwa sababu unapendwa sana. Unachaguliwa kwa sababu unakuja kukamilisha kazi fulani, mission fulani. Na ndio maana wao wamekuwa wakizingatia sana falsafa ya wakati na mahali. Tupo wapi na tunamhitaji nani? Kwa kipindi hichi kilikuwa ni kipindi cha Trump. Sawa, na angalia utawala wake na ukisoma kile kinachoitwa mkakati wa Trump ambao unaongozwa na MAGA, kuna nchi zimetajwa kabisa kwamba lazima zishughulikiwe. Ni Venezuela, ni Irani, ni Cuba. Cuba is next. Kabla Trump hajaondoka. Afrika imetajwa kabisa kwamba Afrika imekuwa ikigeuza kisogo kuelekea China na Urusi. Umeelewa? Kwa hiyo Trump ameingia kwa kazi moja tu, kuvuruga mkakati wa BRICS, kupunguza nguvu za China. Tena wameweka Kiingereza wanasema put China into right place, yani kuweka China mahali pake, kwa sababu ilikuwa ina nguvu zaidi. Na ndio maana Trump avingia tu, amekamata Maduro, kaanzisha vita ya Iran, kamuua Ayatollah.
sasa hivi tunapozungumza kuna mzozo mkubwa sana wa mafuta kuhusu wa uchumi kuhusu Cuba. Hali ni mbaya. Hiyo ndio mpango wa Trump, amekuja kuvuruga wapinzani wake wote ambao wanajaribu kuchukua nafasi ya Marekani. Kwa hiyo sasa hii sasa nazungumza kama mchambuzi kuangalia mbele. Kipindi cha Trump dunia lazima ijipange sana. Na nafikiri tulizungumza hapa kipindi Trump anachaguliwa kwa mara ya kwanza, nikasema kwamba Trump anakuja kuvuruga wapinzani wake. Na kwa kweli tumeona kwa kazi yake kubwa ambayo kimsingi ameifanya. Kwa hiyo kuna kipindi chake paka mwaka 2028 lazima mfunge mikanda sana. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anakusikiliza kwa sekunde kadhaa, wakati anaingia haya ambayo anayafanya sio kwamba amekutana nayo hewani, ni hakuna mambo yalipangwa. Mambo yalipangwa. Kwamba ingia ukafanya hiki na hiki na hiki. Bro, mambo haya mambo makubwa. Yanapangwa. Uingiwe tu unapewa mission. Unapewa mission. Ndio maana kuna kitu kinaitwa deep state. Rais unakuwa ni kama unapewa mpango mkakati wa taifa. Na sasa kumbuka wenzetu, unajua malengo yao ya taifa yanakuwa ni sehemu ya national security. Yani yanakuwa ni sehemu ya mkakati wa maslahi mapana ya taifa. Kwa nini tumchague mchungu na sio mtei? Mchungu ana sifa gani kuliko mtei? Asa hiyo kazi kama unaiweza. Ndio maana nafikiria marais wote ambao waliingia mamlakani, kuanzia Bush mdogo, Bush mkubwa, wakina Truman, wakina Bill Clinton, angalia kuna mission ambayo kimsingi walifanya kwa uongozi wao. Sawa bana, sisi tukirejea hapa itakuwa ni wakati mzuri kabisa kwa ajili ya Morning Express. Endelea kutuandikia maoni pia kupitia 0688 kwa ajili ya wino mzito tukirudi, lakini tuandikie maoni kupitia 0683802966 na kutucheki pia live kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Sisi tupo hapa mpaka 3 kamili. Leo ni Ijumaa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026. Karibu sana kama ndo unajiunga nasi, basi umechelewa kidogo, lakini wino mzito unafuata muda mchache ujao.